Ushindi wa wananchi Yanga leo hii dhidi ya Pamba Jiji wa mabao 3-0 kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza umewapatia kwanza kujihakikishia kuendelea kwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza mechi ya 18, lakini ikifikisha pointi 44 na hivyo kuzidi kuwaacha wanaofuatia katika nafasi ya pili ambao ni watani zao wa jadi Simba. Hivi sasa Simba ambao wamecheza mechi 16 lakini pointi zao baada ya mechi 16 mpaka sasa ni pointi 35. Kwa lugha nyingine, Simba endapo wanashinda mechi zao mbili za kiporo, kija wakashinda zote, kija kuongeza ili kufikia idadi ya michezo sawa na Yanga, watakuwa na pointi 41 na hivyo bado kuendelea kuwa nyuma kwa Yanga kwa tofauti ya pointi 3. Lakini mbali na hilo, Yanga ushindi wao leo hiyo mabao 3 umewafanya ongeze idadi ya mabao. Sasa wamefikisha mabao 38. Ndio, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa na mabao 35 kabla ya mechi ya leo hii. Mabao 38 maana yake wanawaacha watani zao wa jadi Simba wanaofuatia katika nafasi ya pili ambao wao Simba wana mabao 26. Ambao ukiangalia tofauti ya mabao hapa tayari ni mabao 12. Simba ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi. Lakini Yanga kitendo cha kutoruhusu bao leo hii maana yake bado wameruhusu mabao 3 tu baada ya mechi 18. Jambo ambalo linawafanya waendelee kuwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Lakini yote 10 ni kwamba Yanga wameendelea kujiongezea rekodi nyingine ya kutofungwa katika michezo mingi zaidi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Ikumbukwe kuna msimu Yanga walijiandikia rekodi binafsi unbeaten mechi 49 kama unakumbuka vizuri, mpaka pale walipokwenda kuharibiwa rekodi yao na iliyokuwa ihefu ambayo hivi sasa ndio Singida Black Stars. Lakini leo hii ushindi dhidi ya Pamba, manake Yanga ni mechi ya 38 mfululizo ya ligi kuu Tanzania bara ikiwa haijapoteza mchezo. Ikumbuke mara ya mwisho Yanga kufungwa ni msimu uliopita. Katika mechi zake 10 za awali walifungwa mechi ya 9 na ya 10. Walifungwa na Azam, walifungwa na Tabora United. Baada ya hapo Yanga wakacheza mechi 20 ambazo kwenye mechi 20 zilizofuatia msimu uliopita baada ya kupoteza mechi 2 mfululizo back to back, yani mechi dhidi ya Azam, mechi dhidi ya Tabora United, Yanga walishinda mechi 19 halafu wakatoa sare mechi 1. Hii sare ilikuwa ni dhidi ya JKT Tanzania msimu uliopita. Lakini kwa msimu leo hii kucheza mechi ya 18 ndipo unaona sasa ni mechi ya 38. Na kati ya hizo ushindi ndio huu mechi 19. Hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara Yanga wameshashinda mechi kati ya 18, wameshashinda mechi 13. Maana yake ni kwamba sasa kwa ujumla mechi walizoshinda ni hizi 19 unaongeza 13. Halafu sare msimu uliopita 1 na msimu huu tayari wameshatoa sare 5. Kwa hiyo ina maana hapa kuna 6 draws. Hizi zote za kushinda. Kwa hiyo unaona hapa kwa ujumla Yanga maana yake imeshinda mechi 32 halafu ina sare mechi 6 jumla. Kwa hiyo ina maana mechi 38 wameshinda mechi 32, sare mechi 6, na ndio rekodi inaifanya Yanga katika ligi kuu Tanzania bara hivi sasa kuwa ya pili kwa rekodi hii ya kucheza mechi nyingi bila kupoteza mchezo. Ile ya kuwa na mechi 49 unbeaten ilikuwa ndio best record, ndio rekodi bora zaidi katika ligi kuu Tanzania bara toka kuanzishwa kwake kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996 1997. Lakini rekodi bora zaidi ni ile Yanga mechi 49, halafu inayofuatia kwa rekodi bora ni Yanga hii ya sasa ambayo tayari imeshafikisha mechi 38. Kwa hiyo kwenye klabu kwenye ligi kuu Tanzania bara zinazoongoza kucheza mechi nyingi bila kupoteza mchezo ni Yanga mechi 49, ya pili ni Yanga hii mechi 38. Bila shaka hiyo ni rekodi ambayo kwa kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi inaweza ikaongezea nguvu na wachezaji wao kuhakikisha kwamba wanazidi kupata matokeo mazuri zaidi katika mechi 12 zilizobaki kuhitimisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025 2026. Lakini pia yaweza kuwa hamasa kwa timu nyingine kuendelea kuchuana vya kutosha na Yanga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri, kwa sababu wanajua wanacheza na timu ambayo ina mechi 38 mfululizo haijashinda.
Ushindani huo ndio unaoleta burudani kwa mashabiki, wafuatiliaji wa mpira wa miguu, kwa sababu watakapokuwa Yanga wanajaribu kuhakikisha wanapata matokeo mazuri, wasipoteze mchezo, halafu wapinzani wao wakitaka kushinda, ndio uhondo wenyewe. Lakini mbali na hii unbeaten run ya mechi 38 kuifanya Yanga hii iwe ya pili kwa kuwa timu iliyocheza mechi nyingi bila kupoteza mchezo kama nilivyotoka kueleza, rekodi nyingine kuanzia 2010 2011 ni hii ya mabao ya kuruhusu. Ndio, kwa sababu Yanga kuruhusu mabao matatu katika mechi 18 kwenye ligi yenye timu 16 mechi 30, hii ndio rekodi bora zaidi. Na ukiangalia katika ligi kuu Tanzania bara tangu msimu wa 2010 2011, bila kujali idadi ya timu kwenye ligi, utaona kana kwamba kwa misimu yote mpaka sasa timu kucheza mechi 18 za mwanzo wa msimu halafu kuruhusu mabao matatu tu ni nadra kukuta. Yanga hii inaweka rekodi hii nyingine katika kuzuia. Msimu uliopita Yanga katika mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, ambayo ilikuwa ni mabao 10. Mabao 10 katika mechi 30, manake Yanga kwa wastani ilikuwa ikiruhusu bao moja kila baada ya dakika 270. Lakini Yanga hii ya sasa kuruhusu mabao matatu katika mechi 18. Mechi 18 tunazungumzia hapa kwenye dakika, tunazungumzia dakika 1620. Ndio maana ni mechi 18, nachukua 18 ukizidisha mara 90 unapata dakika 1620. Kwenye dakika hizi Yanga kuruhusu mabao matatu, manake kwa wastani minutes per goals ambazo zinatumika na wapinzani ili kupata bao dhidi ya Yanga dakika ngapi? Ni dakika 540. Kwa hiyo kwa wastani hivi sasa Yanga wapinzani kwa wastani wanafunga bao moja dhidi ya Yanga baada ya dakika 540. Jambo ambalo utaona sababu msimu uliopita walikuwa wanaruhusu bao moja kila baada ya dakika 270, kutokana na ukweli kwamba msimu mzima mechi 30 tunazungumzia dakika 2700, maana dakika 90 mara 30. Kwa dakika 2700 Yanga kuruhusu mabao 10 kwa wastani, ndipo tunasema ilikuwa inaruhusu bao moja kila baada ya dakika 270. Hivi sasa kuruhusu bao moja kila baada ya dakika 540, maana yake imejizidisha ubora wake mara mbili. Yaani imeimarika ubora katika kuzuia kwa 100%. Kutoka goli moja kila baada ya dakika 270, sasa wapinzani wanachelewa zaidi mara mbili yake, au tunasema increment ya 100%, kwa sababu kuna dakika nyingine 270 zinaongezeka kusubiri ili walau kufunga bao moja dhidi ya Yanga, ndipo unakuta dakika 540. Swali ni kwamba je, Yanga uimara huu katika kuzuia, wale akina Djigui Diarra golikipa, Hussein Masalanga, tunazungumzia Mcheli, tunazungumzia mabeki Israel Patrick Mwenda, Shadrack Issa Kaboka, Mohamed Hussein Shabalala, tunazungumzia Kibwana Shomari, tunazungumzia Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink, Dickson Job, viungo wao akina Zuka Buya, Mudathi Haya Bas, Mohamed Damaro, Kamara, Aziza Nabuli, wote kwa ujumla wanapozuia as a team wataendeleza uimara huu kwa kiasi gani mpaka kufikia mwisho wa msimu? Maana kuna mechi 12 bado. Kati yake kuna mechi ya marudiano dhidi ya Azam, kuna mechi ya marudiano dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuna mechi ya marudiano dhidi ya Singida Black Stars na kadhalika. Je, itamudu kuwa na ukuta imara wa kuendelea kuwa na wastani huu kuruhusu bao kila baada ya dakika 540? Itakuwaje sasa? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.